Madagascar imemwapisha kanali wa jeshi Michael Randrianirina kuwa rais mpya wa taifa hilo siku chache tu baada ya jeshi kuchukua madaraka kufuatia uasi mkubwa wa wananchi uliosababisha rais Andry Rajoelina kukimbilia uhamishoni. Mahakama Kuu ya Katiba ya taifa hilo la kisiwa cha Afrika iliridhia rasmi uteuzi wa Randrianirina siku ya Ijumaa, ikihitimisha wiki yenye msukosuko mikubwa ambapo Rajoelina aliondolewa madarakani kwa kosa la kuikimbia ofisi ya urais na jeshi kuchukua hatamu za uongozi. Katika wiki zilizopita, maandamano makubwa dhidi ya ukosefu wa umeme na maji yalisababisha vifo vya watu wasiopungua 22 na zaidi ya 100 kujeruhiwa kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Randrianirina alisema kuwa siku hiyo ni ya kihistoria kwa nchi yao na kwamba wananchi wameunganishwa na hamu ya mabadiliko na mapenzi ya dhati kwa taifa lao, wakifungua ukurasa mpya katika historia ya nchi. Hafla ya kuapishwa ilihudhuriwa na maafisa wa jeshi, wanasiasa, wawakilishi wa vuguvugu la vijana wa kizazi kipya Gen Z lililoongoza maandamano na wajumbe wa mataifa kadhaa ikiwemo Marekani, Umoja wa Ulaya, Urusi na Ufaransa. Aliahidi kushirikiana na nguvu zote za taifa kuandaa katiba mpya na kukubaliana juu ya sheria za uchaguzi zitakazowezesha kufanyika kwa uchaguzi wa kura za maoni. Aidha, alilishukuru kundi la vijana kwa kuongoza maandamano yaliyomng'oa Rajoelina madarakani na akasema serikali yake imeazimia kuachana na maovu ya zamani na kufanya mageuzi makubwa katika mifumo ya utawala, kiuchumi, kijamii na kisiasa. Randrianirina alitangaza kuwa jeshi limechukua madaraka na kuvunja taasisi zote za serikali isipokuwa bunge la kitaifa. Ripoti kutoka mji mkuu wa Antananarivo zinasema kuwa katika hafla hiyo Randrianirina alivaa suti ya kiraia badala ya sare za kijeshi ili kuonesha heshima kwa taratibu za kikatiba na dhamira ya kuunda serikali ya kiraia. Kamanda huyo mwenye umri wa miaka 51 kutoka kikosi cha Kapsat ameahidi kufanyika kwa uchaguzi ndani ya miezi 18 hadi 24 na mazungumzo yanaendelea kuteua waziri mkuu wa maridhiano.